kama tulivyosema, hatupigi magoti, haturudi nyuma, hatusujudu binadamu, tunasonga mbele kubadilisha nchi. Tuliwaambia watu kwamba Chadema wakifanikiwa kuziba mdomo wa Chadema, nchi itakuwa kwenye matatizo. Mmemsikia nani anazungumza kwenye hivyo vyama vya briefcase na mfukoni? Mmesikia nani anasema kuhusu mafuta? Umesikia nani anazungumza kuhusu agenda za wananchi katika nchi, wakati ambao Chadema ni sisi wenyewe tulikuwa tunajitokeza kutoka mafichoni, tuna improvise mazingira, tunazungumza. Sasa tumerudi, na kwa sababu tumerudi, kazi ipo na tutaifanya kazi. Kwa hiyo tunataka tuwashukuru sana wanachama wetu kwa jinsi ambavyo mmevumilia. Kulikuwa na maneno mengi kwa kweli, na sasa tumerudi. Tunaishukuru mahakama kwa hapo ilipotenda. Tunajua matatizo ya mfumo wa mahakama ya nchi, lakini tunaishukuru katika hili. Hii kesi haikupaswa hata kuwa mahakamani tu. Yaani ilipaswa siku ya kwanza ifukuzwe. Huwezi kutoa zuio dhidi ya wanachama milioni 9 au 10 kwa matakwa ya watu wawili, hata kama wangekuwa wanahitaji nini. Watu wawili wana madai dhidi ya watu milioni 10. Unazuia watu milioni 10 kufanya shughuli zao kwa sababu ya watu wangapi? Wawili. Tunajua hii kesi, kuna mtu anaitwa Salehe Bohora ambaye alienda kwa Mama Maulida Kom na Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama, ndio wenye kesi hii. Na ndio maana kesi ya Chadema, kama alivyosema katibu mkuu, siku hiyo hiyo ya tarehe 9 anakamatwa mwenyekiti wa chama, siku hiyo hiyo Chadema inafunguliwa kesi. Hakuna coincidence ya namna hiyo, hakuna tukio la namna hiyo. Ni kama matamko mnayoyasikia, siku hiyo anasema kiongozi wa dini fulani, na siku hiyo hiyo kiongozi wa dini fulani anasema matamko yanayofanana. Hawa watu ukiwa na akili tu ya kuvukia barabara unajiuliza, walilala pamoja? Walikubaliana kwenda kusema hilo jambo? Kwa sababu hakuna coincidence ya namna hiyo duniani, sio? Kwa ndugu zangu, wanachama nchi nzima, wanachama wetu nchi nzima, bendera zipande kwenye vijiwe vyetu kote, ofisi zetu zote, vikao mbalimbali vikae, na kamati kuu inapokutana tarehe 29 itatoka na mwelekeo. Lakini maandalizi kwenye grassroots, sisi ni chama ambacho kina wanachama kule chini, maandalizi yafanyike. Tutaanza upya, kanda zote ziwe in full operation, na mapambano yetu yataendelea. Sasa mwelekeo wetu ni kuhakikisha mwenyekiti wetu anaachiwa. Ndio jambo moja tunalotaka. Mwenyekiti wetu sio muhaini. Mwelekeo wetu na wanachama wetu na kampeni yetu ni kutaka sasa mwenyekiti Tundu Lissu atoke ndani. Mwaka mmoja ni mwaka mrefu sana. Hapa duniani ni Mungu anatuweka hapa, na yeye ndiye anayetupa siku za kuishi hapa. Mtu mmoja akikanyaga hata lisali moja la kwako, hawezi kukurudishia hilo lisaa. Achilia mbali siku. Hakuna mtu miongoni mwa hao watu wanaomshikilia Lissu ambaye anaweza kumrudishia mwaka wake ambao amemshikilia mle ndani. Huo mwaka umepita kwa uharibifu, kwa uongo. Kampeni yetu wanachama kote nchi nzima ni kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe mara moja, awe huru, tuanze shughuli yetu. Na sisi kama tulivyosema, hatuna jambo dogo. Kwa leo ni siku ya furaha. Once again tumerudi hapa, nilipamisi sana humu ndani. Kwa tunakaa huko mtaani tunajirekodi. Tunashukuru teknolojia, kwa sababu bila teknolojia tusingesikika katika siku zote hizo.
Lakini kwa sasa dunia ilipo, hata vyombo vya habari huwa na waasa, msipokava ukweli. Dunia ya sasa sio ya kudanganya. Unaweza kukaa chumbani kwako na simu na ukarekodi kitu, baada ya nusu saa kiko kila sehemu duniani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hakuna uongo. Ndio maana Chadema tumeendelea kusustain hali hii. Tulikuwa kwenye mbinyo mkubwa sana, maumivu, watu wetu wamepigwa, wameumizwa, na hakukuwa na sababu ya kufanya hayo.